wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata akazaliwa kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi, wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Haleluya. Amen. Tumesoma kitabu cha Yohana mlango ni wa 9 aya ndogo ya kwanza na wa pili. Andiko nasema kwamba wakati ambapo Yesu Kristo alikuwa anapita na wanafunzi wake, huo wakati ambapo Yesu alikuwa humu duniani, alikuwa anatenda mambo mema mengi kulingana na jinsi ambao tunasikia. Na wanafunzi wake walikuwa wanaandamana pamoja na yeye. Ikafika siku Yesu akapita mahali, akapata mtu fulani kipofu ameketi mahali fulani, akiwekwa pale kwa ajili ya kuombaomba, kwa sababu hangeweza kuona chini. Na wanafunzi wake walipoona yule mtu, nikana kwamba wanafunzi wake walikuwa wanamjua tangia. Huenda yule mtu amezaliwa katika kijiji hiki, pengine yule mtu alikuwa mkazi wa eneo wa karibu. Kwa maana ndio nasema kwamba wanafunzi wa Yesu walipomuona, wakatambua kwamba huyu mtu alizaliwa kipofu tangia. Hakuna siku mtu ameshaa kuona mwangaza katika maisha yake. Na walipomtazama kwa macho ya nyama kama wanadamu, waliona kwamba hii kipofu si ya kawaida. Haleluya. Waliona kwamba hii upofu wa huyu mtu kuna sababu yake. Na walipotazama waliona kwamba upofu huenda imeletwa na dhambi fulani iliyotendwa. Huenda huyu mtu kuna kitu alitendea Mungu. Sasa swali linabaki, je, huyu mtu alizaliwa kipofu, inaweza kuaje alitendea Mungu dhambi ndipo akazaliwa kipofu? Haleluya. Kwa sababu kwa mtazamo ya macho ya nyama, wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaona dhambi. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaona kwamba kuna kitu kilitendeka. Kama sio huyu mtu alitenda dhambi, huenda wazazi wake ndio walitenda dhambi, ndipo huyu mtu akazaliwa kipofu. Lakini kama wanadamu walipomgeukia Yesu na kumuuliza, huyu mtu amezaliwa kipofu tunamjua. Huyu mtu siku zote kwa maisha yake tumemwona kiombaomba. Huyu mtu kwa maisha yake yote tumeona kama analetwa hapa kuomba msaada. Ni nani aliyetenda dhambi ndipo huyu mtu akazaliwa kipofu? Je, ni wazazi wake kama ni yeye mwenyewe? Lakini Yesu akawajibu akasema kwamba la hasha, hakuna dhambi iliyotendwa mahali hapa. Haleluya. Hakuna dhambi iliyotendwa mahali hapa. Sio huyu mtu alitenda dhambi, wala wazazi wake walitenda dhambi ndipo akazaliwa kipofu, bali alizaliwa kipofu ili kazi ya Mungu ikaweze kujidhihirisha ndani yake. Wakati ambapo Yesu aliposikia wanafunzi wake jinsi walivyokuwa wakiona, ama jinsi walivyokuwa wakiaddress hii issue, akawaambia hapana, sio jinsi mnavyoona kwa macho ya nyama, sio jinsi mnavyotazama kama wanadamu, lakini hili situation imetokea ndipo utukufu wa Mungu uonekane kwa maisha yetu siku ya leo kama wanadamu. Haleluya. Kuna hali mwanadamu anaweza kupitia, kuna situation inaweza kukuweka chini, kuna mapito mwanadamu anaweza pitia. Mtu yeyote akimtazama anaona kwamba ni lale na mfuata. Mtu wa winja akimtazama hataona ni kwamba kuna kitu fulani litendeka. Unaweza kupitia maisha ambayo maisha yake ikakosa ladha. Maisha ya mtu kipofu ni maisha ambayo haina msaada. Haleluya. Amen. Huyu mtu hawezi kujisaidia peke yake. Hata pale natumaini kwamba alikuwa anapelekwa ili aombe. Huyu mtu hakuna kitu kizuri kinaweza toka kwa maisha yake. Hawezi kusaidia mtu kwa njia yoyote, ila yeye anategemea msaada wa wengine. Maisha upofu. Haleluya. Huyu ni mtu ambaye tangia kuzaliwa hajawahi kuona mwangaza. Na ukiwa kwa hali ya upofu, nakwambia kwamba maisha yako kuna taabu, kwa sababu hakuna kitu unaweza kujifanyia peke yako. Unaishi maisha ya taabu kwa sababu hakuna kitu ambacho unaweza kujitendea. Hauwezi ukaenda kazini ukaomba kazi, maana hauna macho ya kuona. Hauwezi ukajitendea mambo mingi, uko napaka na limitation ya kutembea, kwa sababu hauwezi ukatembea peke yako pasipo na kuongozwa. Maisha upofu ambapo ikiingia katika maisha mwanadamu, maisha yake inakosa dhamana. Maisha ya mwanadamu inaweza kukosa dhamana. Unakosa
kwa wazazi wako. Hakuna kitu kizuri ambayo mtu anaweza kutazama maishani mwako akakiona. Haleluya. Wakati ambapo kunatembea katika maisha ya upofu, hakuna msaada yeyote inaweza toka kwa maisha yako. Ni maisha isiyoeleweka, maisha ambayo hauna mwangaza, maisha ambayo hakuna mtu anaweza angalia katamani maisha yako, kwa sababu uko katika maisha ya upofu. Maisha ambayo siku zote tunategemea mtu, maisha ambayo hakuna hata rafiki anaweza kukumbuka kukutembelea. Huyu mtu alikuwa ametengwa, kwa sababu sidhani kama kuna mtu alikuwa mahala pale kando yake akiwa anaombaomba. Haijanukuliwa kwa Biblia kwamba alionekana na mtu. Alikuwa mahali pale peke yake. Ukiwa katika maisha ya upofu, unatemwa mpaka na jamaa yako. Huenda kuna mtu alikuwa anamsaidia tu kumpeleka mahali pale, akamwacha pale kwenye jua, akarudi nyumbani. Jua likija linampata pale, mvua likija linampata pale. Huenda alikuwa anaondolewa pale giza inapoingia. Wakati ambapo unapitia mapito fulani, kuna kitu inaweza kutendeka maishani mwako. Mungu anaweza ruhusu hali fulani kwa maisha yako, hubaki peke yako bila marafiki. Haleluya. Amen. Mungu anaweza kuruhusu mapito fulani kwa maisha yako, utegwe hata na wazazi wako, utegwe hata na jamaa yako. Wakati wanadamu wanakuangalia, wanaona kwamba maisha yako unaishi maisha kulaaniwa. Haleluya. Hakuna jambo nzuri ambaye inaweza toka kwa maisha yako. Hata kitu kikitendeka nyumbani haupigiwi simu. Tu anasema kwamba tunampigia afanye nini? Haleluya. Huko katika wilderness, huko katika nyika, hakuna jambo njema ambaye inaweza toka kwa maisha yako. Wakati ambapo mtu anasahau wilderness yake, hata marafiki Mungu anawaondoa. Ndipo wakati wa msaada utakapofika, watu wote waone kwamba ni Mungu ametenda. Wakati ambapo unapitia shida, unakosa msaada hata kwa yule mtu ambaye unatarajia msaada kwake. Haleluya. Wakati ambapo Mungu amekutenga kwa ajili ya hali fulani, kwa ajili ya hali fulani, ili jina lake litukuzwe mahali pale, unakosa msaada totally. Hata kwa yule mtu unajua kwamba nikikimbilia kwa mchungaji Robert sitakosa kitakukula, unakosa. Kwa sababu gani? Mungu amekutenga kwa hii hali kwa ajili ya jina ya utukufu wake. Haleluya. Huyu mtu alikosa msaada, na wakati ambapo wanafunzi walimtazama wakaona laana, wakati ambapo wanafunzi walimtazama wakaona dhambi. Unaweza kuwa katika hali mtu akikutazama anaona ni kana kwamba ni dhambi ulitenda. Haujawahi pata maisha mazuri tangia ukipiga picha totoni mwako mpaka mahali umefika, unasema kwamba kwa hakika hakuna kitu kizuri kwa maisha yangu. Lakini nimekuja kuambia kwamba Mungu ameruhusu hiyo kitu tendeke, wakati atakapokuja na msaada wake jina lake lipate kuinuliwa. Mungu ameruhusu kukosa watoto kwa muda mrefu, wakati atakaposhuka na baraka zake na kupatia watoto, hakika jina lake litatukuzwa. Mungu ameruhusu ukose kazi, kwa hiyo muda yote uchekwe na utengwe, wakati atakapokubariki na kazi waseme kwa hakika ni Mungu. Mungu ameruhusu watoto wako wakae kwa nyumba wakose school fees, uchekwe na uchekwe na majirani, wakati ataleta msaada wake hili jina lake lipate kuinuliwa. Kuna hali Mungu ameruhusu kwa ajili ya utukufu wake. Yesu akajibu wanafunzi wake sema kwamba kama wanadamu mmetazama mkaona dhambi, kwa macho ya nyama mmeangalia mkakosa, mkaona kwamba ni laana, huenda ni wazazi wako walitenda. Lakini hii hali inamkuta ili wakati ambapo kazi ya Mungu itakapotendeka kwake, jina la Mungu litukuzwe zaidi. And the more the wilderness, the more the glory. Hallelujah. Kama situation yako inakuwa mbaya na mbaya zaidi inadhofika, vivyo hivi Mungu atakapokuinua, utukufu wake utakuwa juu zaidi. Hallelujah. Usilalamike wakati ambapo uko katika nyika. Useme kwamba watu wamekutenga ukiwa katika nyika. Usianze kulaumu watu kwamba wakati ambapo nilikuwa nayo, mimi nilikuwa ninawasaidia. Wakati ambapo nilikuwa na kazi, huyu fulani mwenye amenitenga, mimi nilikuwa namsaidia. Mungu ameruhusu akutenge, ndipo atakapotenda utukufu wake uonekane zaidi. Hallelujah. Stop complaining while serving your wilderness. Stop complaining at all. Mungu ako na sababu.
Mungu ako na sababu ya wewe kupitia hiyo hali. Mungu ako na sababu ya hii kanisa yetu kuwa empty hii muda wote. Wakati ambapo itajaa, watu wakose viti vya kukaa, ndio jina lake litukuzwe zaidi. Wasema kwamba na hiyo kanisa imekaa muda mrefu bila mtu. Hao watu wametoka wapi? Ameruhusu iwe hivyo wakati ambapo mema itapatikana, utukufu wake uonekane zaidi. Haleluya. Na Mungu anaonekana kwa hali ambayo watu wameshakosha tegemeo. Wakati ambapo uko na tegemeo, Mungu atakuja. Anajua kwamba uko na option B. Haleluya. Huyu mtu alikuwa amekosa matumaini kwa maisha yake yote. Alikuwa amebakia kuamka asubuhi, kupelekwa mahali pale na kuomba apate jinsi atakavyojisaidia, kisha ayapelekwe nyumbani, anasubiri siku yake kufa. Hajawahi kuona mwangaza maishani mwake mote. Haleluya. Lakini wakati Mungu anakutazama katika hiyo hali ambayo unapitia, Mungu anaona utukufu wake. Wakati ambapo wanadamu wanaona kuishiwa, Mungu anaona utukufu wake. Wakati ambapo wanadamu wanakusabia siku za kukufa, Mungu anahesabu siku za kukuponya ili utukufu wake uonekane. Wakati ambapo wanadamu wanakupatia siku ya kwamba hukulingana vile amegonjeka, imebaki siku 2 ama 3, huyu mtu atoke duniani, Mungu anakusabia kwamba imebaki siku 1.5, huyu mtu amke kwa kitanda chake, jina langu lipate utukufu. Kuna hali mtu anapitia kwa ajili ya utukufu wa Mungu, hili jina lake likainuliwa zaidi. Haleluya. Wacha niseme jambo. Bwana sifiwe. Kuna situation umepitia kuanzia mwezi wa 11, wa 12, unapitia kanisa gani? Akaniuliza, na hii hali ambayo unapitia, hebu chunguza. Nipatie hii andiko. Chusi kawaida. Tamunaanza kushika wewe hapa. Mbona umepitia hii hali? Haleluya. Na mimi bila kupoteza wakati nikamuuliza, hapa nyuma kuna hali pia umepitia ngumu kushinda yako. Wewe ulikosea Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Hiyo hali ambayo ulikuwa unapitia na mimi nilikuwa pale kukuinua mkono. Wewe ulikosea Mungu nini? Mbona mimi ndo naona nimekosea pale mimi. Kuna situation mtu anaweza pitia. Mtu akikutazama anaona ni kana kwamba kuna dhambi umetenda. Mtu akikuangalia anaona na kwamba kuna mahali umekosea Mungu. Mtu akikuangalia, wanadamu ni wanadamu, hata marafiki wa Ayubu walimwambia hivyo. Kuna dhambi umekosea. Kuna mahali umetendea Mungu jambo lisilofaa. Ndio maana unapitia hayo. Lakini nakwambia kwamba Mungu anaruhusu hali ije ndio utukufu wake uonekane mahali pale. Wakati atakapokuinua kwenye miguu yako tena, wakati ambapo ataintervene abadilishe historia yako, wakati ambapo atakuja abadilishe hali yako, watu wote wanatazama sema kwamba kwa hakika huyu ni Mungu. Amen. Na kama haukupitia hiyo hali, jina lake litapokea utukufu vipi? Haleluya. Wakati ambapo Mungu anabadilisha historia yako, hata hao waliokunena vibaya watakosa kuamini kama ni wewe, kwa sababu Mungu ametenda. Usichoke na hali yako. Hali hiyo unayopitia sikuvunje moyo. Jua ya kwamba at the appointed time of God, he will come and do it. Wakati ambao Mungu atasema imetosha wewe kupitia hiyo hali, wakati ambapo Mungu asema kwamba sasa ni wakati wangu wa kuingilia kati, Mungu atakutoa kwa ajili ya hiyo hali. Mungu atakubadilisha jina kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Haleluya. Amen. Hali yako sikuvunje moyo. Usiona kwamba kuna kitu umeendea vibaya. Hiyo hali umepatikana mahala pale, hili jina la Mungu lipate utukufu zaidi. Barikiweni sana, sitaendelea zaidi. Karibu sana mchungaji. Wacha Mungu na wabariki. Amen. 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 Pigie ndio yetu. Evangelist Makoi mazuri zaidi kwa kazi njema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ametuambia kwa hakika kila hali unayopitia, kila jambo litakapokuwa linakuja katika maisha yako, majaribu
yawe mazito, yawe sio mazito, uelewe ya kwamba yote Mungu anajua ni kwa nini unayapitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu kama wanadamu tunaweza tukaangalia na tukahesabu makosa. Kama wanadamu wanaweza wakakuangalia leo waone ya kwamba hii hali au ipitii bure, kuna kitu kilichofanyika kwako. Bwana asifiwe sana. Na wengine huwa wanakimbia kuangalia ni kana kwamba nimerogwa ndio maana ninapitia haya. Bwana asifiwe sana. Lakini tumemizwa na tumeambiwa ya kwamba hiyo hali sio kana kwamba umerogwa. Hiyo hali sio kana kwamba umemkosea Mungu. Lakini kila kitu Mungu huwa anakifanya kiwe na sababu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Juzi tu tukawa tunaangalia pale kwa nyumba kidogo, Bwana Yesu asifiwe sana. Hali kidogo pia tulipitia hapo nyuma. Bwana asifiwe sana. Hapo hao wakaniambia na ni kweli Mungu anakuanga mwaminifu, sababu kama tungepitia hapa hatungejua huyu ni nani tuko na yeye. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri unakumbali tu hali zingine upate kupitia, ndio uelewe rafiki ni nani na adui ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu mambo mengine huwa tunayapitia ili kujitenga na watu wengine tunaowaita marafiki na sio marafiki. Bwana asifiwe sana. Wanangojea tu jambo fulani itendeke kwako ili wapate nafasi ya kukuchekelea, ili wapate nafasi ya kukutangaza huko nje. Bwana asifiwe sana. Wakisema kwamba alikuwa anajiona mtakatifu, alikuwa anajiona vile ya kumwamini, tumuone sasa. Lakini sababu naye Mungu huwa anayafanya ili apate kujitukuza. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema hiyo Ayubu ya kwamba alijaribiwa, mali na ng'ombe zake zikaisha zote mpaka watoto. Bwana asifiwe sana. Na baada ya hizo vitu zote kuisha, Mungu alipomtembelea, wale marafiki walikuwa na mudhiaki, wale watu walikuwa wanaona ya kwamba amemkosea Mungu. Hao ndio watu ambao walifanyika kuleta kile ambacho kinakuja kuzaana. Bwana asifiwe sana. Maana walielezwa pelekeni ng'ombe 7, mbuzi 7. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani nyinyi ndio mtakaoenda kuanza kurejesha hizo vitu. Bwana asifiwe sana. Wale wanao kuchekelea leo, hao ndio watakaotumika kukutangaza ya kwamba huyu alikuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanao kuona leo, hao ndio watafanyika kusema ya kwamba hakika huyu mtu tunamjua vizuri. Bwana asifiwe sana. Maana tulikuwa tunamwacha pale kwa mlango akiombaomba pale, tulikuwa tunamwacha pale lakini kanisa akipiga kelele pale. Bwana asifiwe sana. Maana sio kila mtu anayesema ya kwamba unahubiri vizuri. Wengine wanasemanga ya kwamba ni kelele tu wanakuja kuwapigia. Haleluya. Lakini lihimidiwe jina la Bwana, ni sababu wakati kitakapofika wakati wako na dakika yako ya kuinuliwa, hao ndio watatumia kusema ya kwamba hakika huyu mtu ako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Maana wenyewe wanakuwa wamemuona Mungu. Na ndio na sisi wakamba tunapenda sana kusema sio bure. Maana kaano takamote atumeka. Bwana asifiwe sana. Mkamba unangi kitu ya bure, kila kitu inakuanga sio bure. Timana ona kiendo kingi ndo aende kitu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. So ashukuru Mungu sababu hii eneo nimesikia wakiongea nikasikia yake na nani. Bwana asifiwe sana. So wakati watakapokuwa wanasema sio bure, itakuwa kweli sio bure, sababu kuna penye Mungu atakuwa amefanya pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mshukuru ni kwa maana katika hiyo situation na katika hayo mapito, Mungu huwa anakupa uwezo. Mungu huwa anakupa nguvu ya kustahimili na kuelewa ya kwamba sina another option. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaokuja ni kwa ajili ya baraka, wanaweza wakakuja na nawaombea wanapata baraka na wanaenda. Bwana asifiwe sana. Lakini kama wewe ni mtoto katika madhabahu, utaelewa ya kwamba baraka siweko na zikose kuweko, itaandamana na madhabahu. Itatembea na hii mtumishi wa Mungu mpaka wakati Mungu atakaponibadilishia isiweje na kuiweka katika hali nyingine ambayo italeta furaha katika maisha yangu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusiwe watu wepesi wa kukimbia na kile ambacho kinaonekana. Tusiwe watu wepesi wa kukimbia na majira ya wanadamu. Lakini tuelewe katika kila pito lina Mungu ndani. Bwana asifiwe sana. Na ni lazima upate kuivumilia. Ni lazima upate kukubali kutembea na hiyo hali ile siku ya Mungu itakapofika, Mungu awe na utukufu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Rafiki yangu akawa ananipa himizo, sababu ilikuwa namuuliza kuhusu huyu ndugu yangu, huwa anakuja na anatoa sadaka na anaenda na ni mlevi. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii mtu nimejaribu kumuombea, sioni mbadiliko. Unaweza kuwa na shida gani? Bwana asifiwe sana. Amen. Yule mtumishi akaniambia yule kiboko alikuwa hapo kwa mlango. Bwana asifiwe sana. Huyo lazima kila mtu aone ya kwamba anaingianga pale na anatoa sadaka na anatoka bado akiwa mlevi. Bwana asifiwe sana. Mpaka ile siku kila mtu atajua kile anaingianga na anafanya hapa, ndipo Mungu naye anashuka katika maisha yake apate kuibadilisha, ili akisimama kuwahubiria watu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ili naye Shiro akisimama kuongea, aongea akielewa anaongea nini. Bwana asifiwe sana. Mimi najua ni Shiro gani. Shiro ni mimi. Ili ile siku huyo Shiro, sababu nimemsikia mara mingi akiongea kuhusu watumishi wa Mungu, akiongea kuhusu huyo, hawa anajua anaongea nini. Bwana asifiwe sana. Sio kuongea. Huyu mchungaji siku yako, huyu wako, kwani yeye kila wakati anataka kwa wachungaji kusikiliza maombi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye anakuwa ametumwa na shetani ama ametumwa na nani ndio achunguze licha ya wachungaji vile wanaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sababu Mungu huwa anatuma watu kama wale, huwa anaweza kuwa tu pia sio shetani anamtumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Saa zingine ni ando metinga. Kiswahili nasema aje? Wajirudishe kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo watumishi za zingine wa kanya breakdown. Wengine wako na mbio sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili sio mbaya kutembea na hiyo mbio. Bora unajua mahali unaenda. Bali kwenda mbio na unajua unaelekea wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunamwambiwa lazima upitie katika wilderness ndio Mungu apate kukuandaa. Mungu akutayarishe uwe kitu chema, ili hata siku gani ukisimama mbele ya watu, hata maneno yako yanakuwa na heshima. Hata wewe mwenyewe unakuwa ni mtu anaweza akaheshimiwa na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio kuna mtu anaweza akasimama hapa, lakini yale mambo anaongea ni karibu tu na matusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haina utofauti. Lakini sababu Mungu wetu huwa anajitenda kila jambo ili akapate kujichukulia sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anaruhusu hali zingine zije katika maisha yetu. Ndio maana anaruhusu na hata biashara zetu zinafungukiwa kidogo. Kuna watu wengine wako katika ibada sio kwa sababu wanapenda Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya siku ya leo. Mungu aliniambia kwamba nisiwahi najaribu kurudi kulipa mcheza kinanda tena. Waje hiyo kinanda tuikae hapo, yeye mwenyewe anajitukuza na. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna vitu zingine Mungu ndipo akudhihirisha na kujulisha ya kwamba niko na sababu ukifanya vile atakuweka hivyo. Bwana asifiwe sana. Na wewe ukae ukiwa mwaminifu. Na wewe uendelee kumwabudu Mungu. Nilikuwa nakwambia kwamba kuna watu wengine lazima wapinywe mbatoni ya ndoa yao kubaragana ndio waende wakatafute watumishi wa Mungu. Maana kuna watu wanaongeanga mbaya watu wa Mungu. Kuna watu wanaongeanga mbaya kuhusu sisi wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye ile siku yake inapofika, Mungu anampinya mahali mpaka akikuja kunitafuta. Haleluya. Hapana kwa pazuri. Wengine wako kanisani. Bwana asifiwe sana. Lakini wako pale ni kwa sababu ya kile wanapitia. Bwana asifiwe sana. Huyo mtu, wewe hujawahi ona mtu juzi tu alikuwa anaongea na ndimi kwa madhabahu, na kesho ukikutana na yeye, huyo mtu wewe ukaelewa hivi.
yule alikuwa anaongea na dini kwa madhabahu ama ni mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini? Alipata kile alikuwa anahitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yangu wa kiroho akafika pale anadhania mimi ni kama watu kama hao. Wakati nilioa Bwana Yesu asifiwe sana. Najua harusi yangu ilifanyika Sunday. Bwana asifiwe sana. So ile Sunday ilikuwa inakuja na walikuwa wanazoea ati kila masaa ikikuja wanapata vyombo, nimefunga vyombo zinaongea. Bwana asifiwe sana. Grace anamjua Pastor Jacinta. So hiyo siku alipokuja wakakuja tu kawaida. Bwana asifiwe sana. Ndio wakapata hizo vyombo hata kutolewa store, kuna mtu ametoa store ni waende hapo store na wakuja wafunge. Bwana asifiwe sana. So naye Mungu akanisaidia wakiendelea tu pale kuulizana maswali, kwani Robert alienda wapi? Nikatokea hapo kwa kona nikasikia mama amewaambia Robert alipanda ile kitu alikuwa anatafuta. Kwa hivyo yeye pambaneni tu mpate kuleta vyombo. Bwana Yesu asifiwe sana. So lakini mimi sikuwa kwa kanisa sababu nilikuwa natafuta mke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ilikuwa ni mke hata leo singekuwa nimesimama hapa tungekuwa tumelala. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ilikuwa ni lazima kwanza niende kauti kidogo, kabla kidogo alafu nikuje. Bwana asifiwe sana. Na pia Mungu akawa pia anataka kuwajulisha ile kitu nilikuwa nafanya kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ngapu nilikuwa nasimamia. Kwa hivyo ni vizuri mtu wa Mungu na ukipata ukielewa vitu kama hizo usiwahi fika mahali uwe na maringo kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati nilielewa kitu kama hiyo nilitia bidii sana, nilikuwa na make sure masaa yote niko pale, vyombo nimefunga. Na hii keyboard haijui kuicheza na nimekuwa nayo hiyo miaka yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu ananisaidia tu nitajua sababu leo iko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. So mimi sikuleta maringo, nilikuwa nakwambia kwamba usiwahi fika mahali mtu wa Mungu sababu ya kuona kana kwamba kanisa linakutegemea, sababu ya kuona kana kwamba kanisa linakuhitaji kwa njia moja au nyingine, useme ya kwamba waache ni waache. Kuna dada mmoja, najua siku hizi watu wanapangawa na mapepo na wanaingia tu pale online wanatuambia vitu sawa. So uposti tu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna dada mmoja alikuwa anaongea mahali akisema ya kwamba mimi mnavyoniona hapa hizo inayokuta sijui nini basi mnaongea kwa madhabahu, mimi nilikuwa mmoja wa kutumika ili Mungu akanipa ufunuo wa kanisa. Lakini wakati nilielewa ya kwamba huyo basi hana roho ya Bwana, nikatoka na nikaenda kukaa kwa nyumba yako. Bwana asifiwe sana. Nilijua ikiwa kuna mtu anateseka ni huyo. Ile siku Mungu atamtembelea. Unajua wewe naye Mungu, kuna penye Mungu wetu anakuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza akakuruhusu tu na kuangalia ujifune vile unataka. Bwana asifiwe sana. Siona maandiko ya Isaya yanatuambia kwamba wakati mwovu atakapokuwa amemaliza kufanya uovu wake. Bwana asifiwe sana. Mungu huwa anaruhusu, kama ni kuchekelewa, unachekelewa mpaka mwisho. Ndugu yangu, dada yangu, haujafika mwisho. Mungu anasubiri wakuangalie vizuri. Kama ni kuongea waongee vizuri ufike mwisho. Ukimaliza kufika mwisho, hapo ndipo ataingilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni uovu unafanya, Mungu anaweza akaruhusu ufanye uovu wako bila ungependa. Bwana asifiwe sana. Na hiyo naona ya kwamba saa zingine unanijiuliza ni kwa nini? Unaona ya kwamba huyu ni mchungaji ndio na anafanya dhambi na anaenda kwa madhabahu kuhubiria watu. Unaenda aje Mungu? Hapana. Mungu naye anangojea ile siku atamaliza ujinga wake. Na ndio ya kwamba Mungu sio mpumbavu, alikuwa anamuona achuke sasa. Bwana sikia. Ili apate kumpea dawa. Ni wangapi tumeona wakafanya ujinga wao wakajivuna vile wangependa. Lakini ile siku Mungu alivyowatembelea, hata leo wanajivunanga ni kwa nini? Wanajiulizanga kuliendaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe mtu wa Mungu usije
ukaghadhabika, usije ukawa na maswali kwa mapito yako. Elewa ya kwamba Mungu anajua ni nini ile hali. Mungu anaelewa ni kwa nini unayapita yale, na ndio maana anakuruhusu ili utembelee hale, ili kesho akakufanye kuwa chombo, akakufanye kuwa kitu kingine. Ana Yesu asifiwe. Amen. Na miguu yetu. Nasogea mbele zako, hakuna kama wewe. Nasogea mbele zako, hakuna kama wewe. Baba, nasogea mbele zako, hakuna kama wewe. Nasogea mbele zako, hakuna kama wewe.